الحمد لله. الحمد لله خلق الخلق وبالعدل حكم، وارتجى العفو ومألوه الأمم. الحمد لله ربي، من ذا الذي يستحق الحمد كله؟ إليك يا رب كل الكون خاشعة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أسلم له من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وإليه يرجعون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم علمنا ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، tunaendelea na tafsiri ya surati As-Saffat na tumefika katika aya 68. tumesoma katika surati As-Saffat aya 68: A'udhu billahi minash shaitani rajim, thumma inna marji'ahum la ila al-jahim. Baada kuona vinywaji vyote vya watu wa motoni na chakula chao cha zaqum, shajaratu zaqum, alafu tumeona kwamba hii ilikuwa ni nuzula, Allahu a'lam. Taban ikiwa ile ni mwanzo tu nuzula, فما بال دمهم يعودون إلى الجحيم كدار الاستقرار. itakuwa hapo tuporudi katika nyumba ya milele. Thumma kisha baada hapo, inna marji'ahum la ila al-jahim. Inna wala tawkid ala tawkid, kutilia nguvu. Ikisha hakika, inna hakika marji'ahum la bila shaka ila al-jahim, yatakuwa kwenye moto wa jahim wa jahannam, waliyadhu billah. Alafu aya 69 anasema innahum alfaw aba'ahum dhallin. innahum alfaw aba'ahum dhallin, hakika wao waliwakuta abaahum, baba zao, dhalin, kwa wamepotea. Na kwa hivyo wao bila wasiwasi kanafuata bila walikuwa wakifanya wazee wao, kana maalufa indahum, wamefuatiza kama ni kitu cha desturi. Tumadha wazee wanafanya na sisi tunaiga na watoto wetu wataiga. Imekuwa kitu ulfa, maalufa, yani kitu kisha kwa maarufu kwa kila mmoja, kwa hivyo wakafuata. Innahum alfa abaahum, kwa hivyo hakika walikuta baba zao hum dhalin, wamepotea, na wao wakafuata kundi na wao, na kaendelea vile vile. Na hivi taban wao ikiwa wakuta wanafanya wamepotea, fahum ala atharihim yuhra'un, fahum ala atharihim yuhra'un. Aya nufuatia aya 70: fahum, kwa hivyo wao, ala atharihim, ala atharihim, athari ni nyayo zao na kufuata ile athari iliyoacha nyuma. Mtu akipita kwenye mchanga anaacha athari, anaacha alama za miguu yao. Kwa hivyo naona pita zile sija kapotea. Hawa wamepita njia hii na sisi tunapita njia hii, tusije tukabadilisha njia. Ala athari yuhra'un, yusra'un, yasri'un, wanakwenda mbio kama kwamba wanapelekwa. Na hii sigha mabni al-majhul, kwamba nini? wana yura'un, wana fanya haraka. Yani shetani anapalilia, shetani yumo katika kuwapoteza tu. Maana ukitizama
masala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwazindua kiakili. Walipokuja na mkabili Mtume sallallahu alaihi wasallam wakimwambia, wewe ikiwa unafuata dini yako unataka kutuambia kwamba wazee wako walikuwa wamepotea, babako na babu yako Abdul Muttalib walikuwa katika potofu, wewe ndio ulikuwa katika sahihi? Hebu niambie, mtu anakutajia babu yako na katika Bani Hashim Abdul Muttalib alikuwa mwenye heshima kubwa sana, aseme nini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kanyamaza kimya, akaambia iko, unaona dini ya wazako wamepotea na wote walikuwa wapumbavu, yani wewe peke yako ndio ulikuwa hodari. Yani masuala kama haya yalikuwa yanamtia Mtume sallallahu alaihi wasallam nini, yani kama anastahi kujibu, lakini jawabu lake lilikuja katika nini? Katika baada ya kuambiwa, wewe umekuja umeleta dini hapa, umechochea watu, umegombanisha baina baba mke na mume, baina ndugu, baina baba na watoto, baina nini, umekuja umeleta hayo yote, unatukania miungu yetu. Unachokitaka tuambie, unataka mke mzuri, chagua mtoto wetu tutakuozesha, unataka ufalme, tutakutengezea taji tukuvalishe, lakini usikao ukatukana miungu yetu. Ni maneno tu uzima anasema, akasema simekwisha, kaambia nimekwisha. Ndio akaanza alafu na akamsomea sura al-Fussilat, akamsomea sura al-Fussilat Abu Walid huyu, maneno yalipokuwa haki katika sura al-Fussilat, alipokuja kuelezea kuumbwa kwa ardhi na mbingu na nini, alipokuja aya fa in a'radu, aya 13, kama watapinga, kama akipuuza na kugeuza nyuso zao, faqul, sema waambie hivi, anzaltukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'ad wa thamud. Mwenyezi Mungu anamfahamisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ikiwa hao wamekataa, wamepinga, watakufuata, faqul anzaltukum, sema nimekuhadharisheni, sa'iqatan mithla sa'iqati 'ad wa thamud, kama adhabu iliyopata Ad na Thamud, basi na mimi nakupeni indhari. Basi alipofika hapo mbio mbio, Abul Walid akamfunga mdomo wake, basi usiendelee. Kwa nini kafanya hivyo? Na mtu ambaye mwenye akili katika kaumu nzima, tuambie kauli tuishike hiyo ya Abul Walid. akakaa akafikiri, thumma nadhara, thumma abasa, thumma adbara wastakbar, waqala in hadha illa sihrun yuthar. Shikeni uziu, msiseme mwandazimu, msiseme mwongo, msiseme nini. Hakuna mwongo, atakayesema mwongo lazima mutasadiq al-amin hapa, au sio? In hadha illa sihrun yuthar, in hadha illa qawlul bashar. Sema nini? Chawi tu. Tafuteni hoja. Wamemwita majnun, wamemwita kadhab, mwongo, wamesema mwandazimu, wamesema sasa hivi sahir, mchawi, kahin. Haya yote wamempachika majina. Utafuta njia za nini za kusema kwamba yeye alikuja nayo si kweli, na ilhali wanajua kwa nini kweli. Kwa nini kamfunga mdomo? Basi usiendelee. Kasema kama kwamba naona adhabu itashuka dakika ile ile, anaendelea basi maneno yale ya Mwenyezi Mungu na adhabu yake ingelishuka. Subhanallah. Walikuwa wanajua kweli, hawataki kupata, wanafuata kwa matamanio yao. Ama wale wajinga, watu busata wakati na kati, na watu walikuwa nyonge na usofahamu vizuri, iko wakubwa zetu tunafanya, kwa sisi tusifuate. Kwa hivyo wanafuata njia za wazee wao. Hivi ndivyo ilivyo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu hapa anasema katika sura hii kwamba innahum alfau abaahum dhallin, wao wameona ni wale wakuta baba zao wamepotea, fahum na wao ala atharim yuhraun, katika hatua zile wakawa wanafanya haraka na kufuata, kuikimbia haki. Na katika aya nyingine nasema wadha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah, wakiambiwa fuateni walioshusha Mwenyezi Mungu, madha qalu? Qalu bal nattabi' ma wajadna alayhi abaana, bal nattabi' ما وجدنا عليه آباءنا. حتى يكون آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ndio hao tunafuata wanafanya. Na hii ndio aya nyingine pia kuja, wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu ni
moja bal nattabi ma wajadna alayhi abana, aya pili bal nattabi ma alfaina alayhi abana alau kana abauhum la yaqiluna shay'an wala yahtadun. Hata ikiwa haziingia katika akili zao mambo haya, hayakubali akili, au kwamba hawataki kufuata hidayah, wamepotoka, ndio hata ikiwa wamepotoka watakwenda hivyo pamoja nao. Na ilhali wanaambiwa kama mnafuata wazee wenu, kila mmoja atabeba moto wake mwenyewe, atabeba jukumu lake mwenyewe kwenye moto. Na aya zimeshuka kuhusu maneno hayo, waman dhalla fa innama yadhillu alaiha. Masulia fardia, kila mmoja na masulia yake mbele ya Mwenyezi Mungu. Anasema nini? Man ihtada fa innama yahtadi nafsi, azia man ihtada, mwenye kufuata hidayah, fa innama yahtadi, anajiongoa nini? Linafsi, kwa nafsi yake mwenyewe. Man ihtada fa innama yahtadi linafsi wa man dhalla fa innama yadhillu alaiha, ala nafsiha. Na atakayepotea, kwa hivyo anajipoteza nafsi yake, anaipoteza. Wala taziru waziratun wizra ukhra, wala taziru waziratun wizra ukhra, hakuna mmoja atakayembebea dhambi za mwenziwe, kila mmoja atabeba mzigo wake mwenyewe wa dhambi. Innahum alfau abaahum dhalin, hao waliokuta baba zao wamepotea na wao wakawafuata, waliokuta baba zao wamepotoka na wao wakafanya haraka kufuata zile zile nyayo za baba zao, wakaambioni kuendea njia yao, wakifuata tu wala hawachungui, kama wale waliotumuliwa na wakahimizwa waende mbio mbio kuwafuata nani? Hao baba zao, bila kupima wala kuzingatia wala kutafakar haki batil batil. Lakini wao hayoni ba haki, wameshika kufuata batil. Kwa nini? Tunafuata atharahum, tunafuata nini? Wajadna alayha abana, tumeona wazee wetu wanafanya, kwa hivyo na sisi tunaendelea kufanya hivyo hivyo. Na Mwenyezi Mungu anasema fahum ala atharihim yuhra'un, yasri'una fiha, wanafuata kwa haraka, hawataki kabisa kuacha upotofu wao. Na hali Mwenyezi Mungu anasema walaqad dhalla qablahum akthar alawwalin. Hii tasliya li Rasul sallallahu alaihi wasallam, anampoza moyo, anampa nguvu. Haya ma kunta bid'an min ar-rusul, hujawa mgeni tofauti na mitume mingine. Na mitume walikuja kabla mambo haya ni mambo yenyewe kurepeat tu tena na kutokezea kama ilivyotokezea watu wa mwanzo. Walaqad dhalla qablahum aktharul awwalin, walaqad dhalla qablahum, naam, wamepotea kabla yao. Aktharu alawwalina, watu wengi wa zamani, karne za zamani. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين. ولقد أرسلنا فيهم في أقوامهم katika kaumu zao tumewapeleka, arsalna, tumewapeleka rusula, mitume, fihim mundhirin, kuwapa indhari. Indhari ya nini? yukhawifunahum an-nar, wakiwakhofisha na kuwatia hofu kwamba moto mkali utakunguzeni. Na ghadhabu al-jabbar, ghadhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kali, wamepelekwa wakiwapa indhari zote hizi, kila aina ya onyo la kuwatisha kwamba kufuata ushirikina na kuabudu masanamu kunawapelekea wao kuadhibishwa na Mungu aliyewaumba na akawapa kila kitu. Hawa mundhirina wamekwenda kuwapa indhar, kuwaonya maonyo makali sana, na wote hakuna hata mmoja asiyopelekewa ujumbe. Huyu mjumbe akawa anaelezea na kuwaonya maonyo makali kabla kuwabashiria mambo ya kheri yanayosubiri kama hawatomshirikisha Mwenyezi Mungu. Halafu anasema hapa walaqad dhalla qablahum aktharu alawwalina
ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين فانظر بس تزاميني فانظر كيف كان عاقبة المنذرين هبوا انقلين فانظر هبوا انقليا يا محمد انظر maneno anaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ili atuwafahamishe na sisi. Hebu jaribu kumpicture hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam anapokea maneno kama haya. Taslia li Nabii sallallahu alaihi wasallam. Kumuondoa nini kwamba mbona hawa wanatesa hivi mbona hivi. La, hayo utakuta kama utakuta wenzako. Wewe hujawa mgeni jambo jipya kwako abadan, wenzio wamepita njia zote hizo. ولقد hizo ولقد ngapi zimekuja hapo mbili ولقد ضل قبلهم اكثر اولين ولقد ارسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان kwa hakika iko nyingine leo basi tutasubiri wacha tu ziko basi ولقد ارسلنا فيهم منذرين انذار zao za mitume tuliopeleka bure فانظر tazama ya Muhammad كيف كان عاقبة المنذرين vipi ulikuwa mwisho wale walioonywa almundharina min qibali rusulihim walipewa indhari na wale mitume wao bali inaweza kuwa na durusi nyinginezo mitume wao na tarikhi wanaijua kabla yao walikuwa kaumu kadha wakaangamia au indhari za kila aina zimekuja kutokana na wanaojua kwamba waliangamizwa fulani na fulani na fulani. أين قوم عاد أين قوم نوح أين قوم هود أين وكوابي فرعون ذي الأوتاد hawote wameangamizwa wameacha athari na mitume wao walikuja kuwafanyia wema wanatajwa kwa wema baadaye katika vitabu mitume wote. ولقد تركنا عليهم في الآخرين ما تستوريao kwa wanokuja baadaye zinakuja baadaye kwa story aya ziko kila kitajwa mtume mambo manne yatajwa wakati عليهم في الآخرين سلام على إبراهيم سلام على إلياسين سلام على موسى هارون إن كذلك نجزي المحسنين إنهم من عبادنا الصالحين إنهم zinakuja kabisa mitume nafikiri mimi sio ngapi waliotajwa hapa na mambo haya manne yatajwa. Kwa hivyo hapa kama kwamba ni chanzo walaqad arsalna fi mundhirin fanzur kayfa kana aqibatu almundhirin tizama nini litokezea na baada hapo tunaanza kisa cha Nuh na wengineo illa isipokuwa ibadallahi almukhlasin. Kwa hivyo walaqad dhalla alayhim walaqad dhalla qablahum walikushapotea kabla yao أكثر wengi wa watu alawalina wa zamani karne za mwanzo za mitume mbalimbali wa mwanzo. walaqad arsalna fihim katika nini kaumu zao fihim na ikiwa wamekwenda mitume kwa ajili ya kuwapa indhari wanazo hoja kufuata kuabudu kwa masanamu au kuabudu chochote kingine ghairi Allah na dalili wadhiha adilla wadhiha dalili kwa wadhih bayina zenye kubainisha kila kitu uthibitisho kutosha hawana haki. Lakini hapa mambo mawili yakikutana haki mbele yao matamanio ya nafsi na utajiri wao na starehe zao na kuendekeza nini nafsi hal tufuate haki tunaijua hii hatutaki au tufuate ni matamanio yetu na kibiria yetu kiburi na majivuno na maringo yao na ukubwa wao watu amri tu wanachokitaka wanafanya tuyaache yote tuwe mimi na mtu wangu sawa la hatutaki huo ndo ukweli hasa kwa hivyo lakini wale wanyonge wale ndio wanaopotezwa na wakubwa. Kwa nini? Kwa sababu ndio wanategemea riziki zao kutokana na wale wakubwa. Kwa hivyo wakitaka staki wanakuwa wanafuata. Fanzur kaifa kana aqibatul munzirin, tizama namna gani mwisho wale waliopewa walioonywa wale munzirin waliopewa indhar. Kuna munzirin juu
ni mitume, mundharin ni wale wafuasi wanopewa indhar na mitume. Na ndio kwa maana hapa imekuja mundhirin na mundharin, akasema illa ibadallahi almukhlasin. Kuna mukhlasin na mukhlisin. Mukhlisin nani? Yule anajitahidi nafsi yake kufanya amali njema kwa ikhlas kubwa, huwa mukhlis. Na mwenzio mukhlis na mwingine mukhlis. Hawa mukhlisin kwa min tilqai anfusihim, kwa nafsi zao wenyewe wanajaribu kuwa na ikhlas. Sawa? Wanaendelea katika stage, wanachupa stage ile, wanakwenda stage ya juu. Inakuwa hawa wakiingia katika stage ya aulia, mawali, hawa wanakuwa katika protection ya Allah, katika himaya ya Allah. Allah waliyul ladhina amanu. Hawa chochote wanachokifanya basi wanaelekezwa na Mwenyezi Mungu, wanatiwa imani na mapenzi ya kheri ndani ya nyoyo zao, hawafanyi jambo ila la kheri. Mwenyezi Mungu anawapeleka njia wanazopita, mikono yao haifanyi ila ya kheri tu, ya kutoa tu na kufanya wema. Yani macho yao hayaoni la kheri, midomo yao hasemi la kheri, miguu yao haiendi ila pala pa kheri. Haya ndio nini? Wanakuwa nini? Wanaelekezwa. Hawa wanafika nini? Stage ya nini? Mukhlasin, waliopewa ikhlas min qibalillah, kutoka kwa Allah aliyofanya, waliotakaswa. Wanaojitakasa mukhlisin, waliotakaswa mukhlasin. Kwa hivyo stage ya mukhlasin hawa inshallah hawa wameshafuzwa moja kwa moja peponi inshallah. Allahumma ij'alna minhum, Allahumma ij'alna minhum. طيب inapokuja kauli kama hii illa ibadallahi almukhlasin, isipokuwa fanzur kaifa kana aqibatul mundharin, halafu kafuatia illa isipokuwa ibadallahi, waja wa Allah, almukhlasin, waliokhitariwa, waliochaguliwa, waliopewa ikhlasi, waliotakaswa, yote maana moja. Almukhlasin min qibalillah. طيب hii istithna, hii isipokuwa, exception hii kwa ajili ya kauli gani ilikuwa juu? Swala, kauli gani ilikuwa juu ikafuatia isipokuwa ibada al-mukhlasin? bila shaka unatazama ile iliyokuja kabla yake, fanzur kaifa kana aqibatul mundharin, tazama nini mwisho wao. Mwisho wao ni maangamizi, au sio? Aqibatul mundharin, walipoindhari wakawa wasifuate, kwa hivyo wakafanya nini? Wakaangamizwa. Isipokuwa nani hajaangamizwa? Ila ibadallah al-mukhlasin. Nakubaliana hapo? Sawa? Kwamba nini? fanzur, tazama kaifa kana aqibatul mundharina illa ibadallah al-mukhlasin. Akiba yao, mwisho wao, maangamizi waliopata kwa upepo, kwa mvua, kwa kuzamishwa, kwa kudidimizwa, kwa njia zote, au sio? Kimbunga, kwa nini? Hapa isipokuwa ibada wale mukhlasin. طيب kwani haiwezi kuwa istithna hii? wala aya 71, walaqad dhalla qablahum aktharul awwalina illa ibada al-mukhlasin. Haiwezi kuwa, au sio? Na kwa hakika wamepotea wengi wao wa mwanzo isipokuwa ibada al-mukhlasin. طيب haiwezi kuwa zote mbili, ila hii kwa zote mbili napiga kish jambeni huko na huko. Asi wallahu alam, naweza kuwa hivi na hivi, bali zote mbili ila ibada al-mukhlasin, yote yalotajwa juu isipokuwa ibada al-mukhlasin. Wafika mundhirin walikuwa wakafuata wazee wao, pia inaweza kuwa alfa abahum dhalin wala athari mihram, yote aya zote hizi isipokuwa mukhlasin hajafuata wazee wao, wala hajapotea, wala nini, hajaingia katika nini, katika adhabu ya maangamizi. Unaweza kuwa zote, au sio? Ila ibada Allah mukhlasin kwa jumla. Wallahu alam. Na hapa hii madhari imekuja, walaqad arsalna fihim mundhirin walaqad dhalla qablahum akthar alawwalin. Na wengi madhari imetajwa umma za mwanzo. Ina maana kama kwamba hapa inakupa habari, kwanza tunaanza na tutataja hizo umma zenyewe na nini yalitokezea. Kwa hivyo ndio kwa maana tukimaliza aya hii ila ibadallah mukhlasin,
umekwisha historia maelezo kwa jumla. Sasa hivi wanaingia kwa umma baada umma, qaum baada qaum, kwa mujibu ulivyokuja. Walaqad nadana nuhun falani'mal mujibun, walaqad nadana nuh falani'mal mujibun, ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. حقيقة نوح لتويتا فبسي فلنعم المجيبون، سيسي لكوني بورا wakuitikia almujibun, wengi wanaoitikia, waitikiaji wengi, lakini sikuwa neema almujibun, wabora kuitikia. Tumemwitikia pale pale alipotuomba, halafu wanajaina, tukamwokoa. Wanajainahu wa ahlahu min alkarbi alazim. karb العسر، إن مع العسر يسر. الكرب ذكي، mambo magumu, msiba. وكرباء لا كرباء بعد اليوم، سيما بيبي فاطمة. المهم hapa tutakuendelea leo inshallah. Tutasita hapa tunapoanza kisa cha Nuh na mitume wengine. Tutatazama mfumo gani wa maelezo yaliokuja, sehemu gani part of life ya mitume ilivyokuja. Unapokuja ukasoma, tazama lengo la sura al-Anbiya, nini malengo yake? سورة الشعراء نين ملقاه وإن ربك لهو العزيز الرحيم. سورة الأنبياء نين ملقاه وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. سورة هي نين لنقولك mitume tumewakoa nini kilichotokea. Sasa tunaposoma moja baada moja pale tunaweza kufanya istintaj, conclusion. Hii mitume wamekuja nini, ameelezwa katika sira ya mitume mbalimbali wa nyuma. Inshallah tunapoanza sura hii, ngaje na mimi niko safarini karibu, lakini kwa wale wanaosikiliza kwenye wanaorushia, inshallah tutajitahidi, tutaendelea, lakini si kwa nyakati hizi za mbokoa. Ama nyinyi ndugu zangu, tutaendelea hapo tulipofika baadaye, sione tabu, kwa sababu wengi wanaorushia nao wapate faida, tusiwanyime. Hasa kwa safari huenda ngakaa zaidi ya mwezi, itakuwa mbali na nyinyi, lakini inshallah nyoyo zetu ziko pamoja na nyinyi. Inshallah tutaendelea, na nyinyi mnapata jioni, mnapata asubuhi. Kwa hivyo kama mtahitajia kusomeshwa yale ambayo yatakao kupiteni, tutajitahidi kila njia tufanye inshallah, hata katika sehemu nyinginezo. Lakini wacha watu wapate kuendelea, wafaidike wenye mitandao inshallah. Tuna mauid maahum, tutaendelea. Kesho bado iko darasa, lakini ikiwa nitaondoka Jumatano inshallah, labda Alhamisi itakuwa darasa. Na tena huko tena time zote inaweza kuwa asubuhi, jioni nitakuwa narusha ili tuikamilishe safari inshallah. Hadha wallahu aalam.